Miongoni mwa habari hivi sasa ambayo imeshika vichwa vya watu kambini Nyarugusu na nje ya kambi ya Nyarugusu ni jambo hili la kusikitisha la binti mmoja mkaaji wa kambini Nyarugusu upande wa Kongo ambaye hivi sasa angekuwa marehemu hivi tunavyozungumza. Binti huyo mkaaji wa zone ya 3 kijiji cha N ya kwanza ambaye alitaka kujinyonga, huku sababu kubwa ikielezwa kuwa alikuwa ameolewa ila wazazi wake hawakuridhia binti yao kuolewa na wakachukua hatua ya kumtoa kwenye ndoa hiyo binti yao. Binti huyo mwenye umri wa miaka 16 ambaye alikuwa ameolewa kwenye kijiji cha A3 ndipo akachukua maamuzi hayo ya kujinyonga. Ila bahati nzuri Mwenyezi Mungu alikuwa upande wake. Hatua hiyo ya kutaka kujinyonga haikufanikiwa. Kulingana na chanzo cha Nyarugusu News, kinaeleza kuwa kijana mmoja ambaye alikuwa anaenda kujisaidia, yani kukata gogo porini, ndipo alimuona binti huyo akifunga kamba kwenye tawi la mti. Kijana huyo ambaye jina lake halijatajwa ndipo alipochukua maamuzi hayo ya kumsaidia binti huyo ambaye alikuwa anaelekea kujinyonga. Hivi sasa tunavyozungumza angeitwa jina lingine, yani marehemu. Hivyo sisi kama Varada Online TV tunatoa ushauri kwa mabinti zetu na wazazi wetu, msijichukulie sheria mkononi, na pia kwa familia acheni wakajionee mateso ya kwenye ndoa wenyewe kwa kuwa wameyataka wenyewe. Una maoni gani hapo chini kwenye comment kwa hiki ambacho kinaendelea hapa kwetu kambini Nyarugusu? Bana, mimi naitwa Mr. Baro, the King of all black men. Ukiniita crush wa dada yako utakuwa hujekosea sana. Tukutane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwenye habari nyingine kutoka hapa kambini Nyarugusu na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani duniani nzima tunapatikana. Habari zote zinapitia hapa Varada Online TV.